Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini? Bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa order ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami. Yes, bwana, uhali gani mwana michezo? Karibu tuzungumze mengi mazuri ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni hili ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii likihusisha sakata la dabi. Sintofahamu ya dabi bado inaendelea kushika hatamu, na muda mfupi uliopita Simba Sports wametoa barua ambayo wamejibiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo acha nikusomee hapa taarifa kwa umma, then tutazungumza na David Pasco tuichambua hii taarifa kwa umma ya Simba tujue inasemaje. Taarifa inasema hivi kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba Simba Sports mkato WUSM mkato 0906/2025-01 ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba Sports tarehe 14 Juni 2025. Pala nyingine nasema kwa muktadha huo tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila ya kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Tiwa saini hapo na Boniface Tamba. Huyu ni katibu ni mkurugenzi huyu, katibu mkuu. Bwana afisa habari mtendaji bodi ya ligi mtaa wa Uhuru Ilala. Bwana we David Pasco. Boniface Tamba yeye amechukua nafasi ambayo alikuwa nayo Ali Mayai Tembele. Ali alikuwa na kaimu nafasi ile ya mkurugenzi wa maendeleo ya michezo. Sasa bwana Boniface Tamba ndio amechukua hiyo nafasi na hiyo ni saini yake. Ukiona hiyo saini yake it means kwamba ni kweli Simba ameomba kunako wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ya Juni 15 siku ya Jumapili. Kwa hiyo mazoezi yao ya mwisho ni kesho. Kwa mazoezi yanapaswa kufanyika saa 11. Geti yatakuwa yako wazi ili Simba kuingia kwenda kufanya mazoezi hiyo siku ya kesho, kwa sababu ni siku moja kabla ya mechi na mgeni anaruhusiwa kikanuni kanuni ya 15 kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, muda ule ambao mechi utachezwa. Sasa kisanga na songo mbingo kipo hivi kwamba Simba ameenda kuomba uwanja wakati bodi ya ligi wao wakiwa bado hawajaweka taarifa kuhusiana na pre-match meeting pamoja na press conference ambayo huwa inafanyika siku moja kabla ya mechi, kwa sababu tunafahamu press conference huwa ni siku ya Jumamosi kwa maana kesho, lakini pia pre-match meeting ni kesho pia, ambapo hapo kwenye pre-match meeting ndio kwenye hiyo para ya 4. Simba kwenda kuomba uwanja sio kitu kibaya, it's well and good, kwa sababu kwenda kuomba uwanja wizarani ili kuhakikisha unakidhi matakwa ya kikanuni ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi, kwa sababu Simba hapo wanalinda kanuni ili wakambane bodi ya ligi. Hapo sijui unanipata vizuri ndugu yangu Jones. Simba wanalinda matakwa ya kanuni ya kikanuni kwamba timu ngeni
ifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Sasa timu mwenyeji mpaka sasa hajatangaza uwanja wa mechi na wala haikutangaza viingilio, na mpaka sasa hawajaweka bayana kwa mashabiki wao kama mechi ipo. Wao wamekazia msimamo wao kwamba hakutakuwepo na mechi na mechi haitachezwa. Lakini pia bodi ya ligi hiyo jana wao walitoa taarifa kupitia afisa habari wake akizungumza akisema kuna taarifa muhimu ambao wataitoa kuelekea dabi ya Kariakoo. Na hiyo taarifa nyeti walisema muda wote kutoka sasa watatoa hiyo taarifa, lakini hawakutoa hiyo taarifa. Sasa una connect dot, Simba ameona viashiria kwamba ile mechi inaweza ikasogezwa tarehe, yani mechi haitapigwa tarehe 15. Mnyama ameshaona. Sababu tayari kuna mawasiliano ya chini kama ambavyo mzee wa Fukunyuku mimi nimeotea taarifa zangu. Kwamba tayari bodi ya ligi wanawaomba Simba kwamba hiyo mechi isogezwe hadi tarehe 24 za ndani, kwamba hiyo mechi ipelekwe kuwa mechi ya mwisho. Kama kuna wiki 3 kuendea dabi, zitachezwa mechi 2 za kumaliza, alafu hiyo ndio itakuwa kama mechi ya finali ambapo kombe litakuwepo pia pale uwanjani. Sasa Mnyama anakabia juu taarifa za bodi ya ligi. Hiyo jana mara baada ya kupata hivyo viashiria kwamba mechi haitakuwepo, Mnyama akaja na taarifa kwa umma kwamba para yao ya pili nasema kama taarifa yote itakayetoka kwamba mechi kuhusiana na mechi ya tarehe 15 kwamba hakutakuwepo na mechi, hiyo taarifa ni batili, na sisi kama Simba Sports Club hatutakuwa tayari kucheza mchezo wote tofauti na huyo wa Juni 15. Sasa baada ya hapo Simba ameomba uwanja kwamba tunaomba uwanja Benjamin Mkapa tukafanye mazoezi yetu ya mwisho kukidhi matakwa yetu ya kikanuni kuelekea mechi yetu ya Juni 15. Kupitia kwa Boniface Tamba ameruhusu uwanja ukatumike na amesema tutawapa wote ushirikiano wale ambao wanahitaji kwenda kufanya mazoezi na masuala mengine ya kucheza mchezo. Kija para ya 4 inamguide Simba hapo. Simba kwenda kuomba uwanja kufanya mazoezi zina big deal kwa sababu wanataka wakidhi matakwa yao ya kikanuni, kanuni ya 15 kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kabisa. Ibada. Mimi si Fijibovu. Kuna watu wanahisi labda Fijibovu anaongeaga tu. Mimi babu, mimi usijawahi kukutwa na hatia. Nasimama nimenyoa kwenye misingi inavyotaka. Anayezingua nampasua, wenye haki nampa, anayezingua nampasua. Lakini mwisho wa siku sijawahi kunisikia nimemhusisha mtu na masuala ya rushwa. Wala hujawahi kusikia nimemwambia mfano kama bodi ya ligi kutokusimamia msimamo wao, kuwaambia kujiuzulu. Hapo uradi kamata wapi hapo? Ni kweli. Huyu si mshindo simamia kanuni. Kanuni inasema alete timu mtu tarehe 15 wao upeleke mechi uhamishe. Tarehe 8 wao timu haijaingia uwanjani. Simamia kama. Haya, huyu ambaye apeleka timu Simba ambaye apeleka timu Mlime chukua pointi 3 Yanga. Leo tusingekuwa na hiyo habari ya dabi, tushajua bingwa anapatikanaje basi. Sababu kama ni kitu Simba hata angelimwa pointi 3 na angekuwa amefanya mambo yake very much serious, asingekuwa anahangaika na hii dabi. Kwa sababu Simba ndio walikuwa na uhakika wa kushinda ili kuchukua ubingwa msimu huu. Yanga anashapoteza. Ukiona bingwa anapoteza pointi 6 mechi 2 tena za karibu, alafu wewe umepoteza tu mchezo mmoja. Walipaswa kuwa very much serious. Mechi ya Coastal Union Simba akagawa point pale, mechi ya Fountain Gate Chasambi akajiweka, mechi nyingine sio JKT wale walikuwa ni Azam. Watoka sare, mechi wameshaikamata. Watu wamechoka na leo kwa nao Zidane Serere kaingizwa, kocha anashangilia jukwani bana shangilia. Kwa hiyo Simba ametoka sare 3. Ambayo hiyo sare 3 ni pointi 6 sawa na mechi 2 za Yanga. Ingawa point. Halafu wakati huo Simba akifungwa mmoja. Kwa hiyo Simba ameshadondosha pointi 9, Yanga amedondosha pointi 6. Ambazo Yanga sare aliyotoka mpaka sasa ni ya 8. Piga hesabu hapo. Kwa hiyo utagundua kwamba Simba alikuwa na uhakika wa kuchukua ubingwa, lakini leo hii dabi kila mmoja anaitaka. Kwa nini anataka? Kwa sababu kuna pointi moja pale. Simba angekuwa leo amemwacha Yanga kwa pointi 6 mfano au pointi 4. Potelea kwetu wana sichezwe tunazo za kutosha tunachukua zetu ubingwa. Kwa hiyo Simba ameona kumbe inawezekana. Sasa mwanzo alikuwa anajenga timu, ghafla timu imekaa vizuri. Kumbe ubingwa unawezekana. Maki Yanga naye wakabadilisha makocha, mambo yakawa eleweki. Kwa Simba kumbe inawezekana. Lakini mwisho wa siku yamewakuta kwa kuta. Ila bwana Manara hii itakuwa funzo. Mara baada ya hapa sioni kama Manara ataweza kurudi tena kuongeongea maneno ya ovyo kwa Karia. Unajua Karia ni mtu watatu. Mamlaka mpira. Mamlaka. Karia FIFA inamjua na yule Gianni Infantino alimpongeza. Nimeona video inatembea leo Jadu amepost mwanao Jadu. Mwanangu sana. Ile video alikuwa Arusha, ilikuwa ni summit inafanyika Arusha. Wakati anahojiwa pale bwana Wallace Karia akapita pale.
Infantino akamwambia this right person, huyu anamsifia. Huyu mtu wa maana. Sasa wewe Manara una vithibitisho. Kwanza karia serikali, alafu ndo rais wa TFF hivi. Kuna kingine unataka? Hamna kingine. Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini, bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi, wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa oda ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami.